Rais wa Marekani Donald Trump ameagiza kusitishwa kwa upelekwaji wa misaada ya kijeshi ya Marekani kwa Ukraine baada ya mabishano makali katika ofisi ya Oval na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wiki iliyopita. Kwa mujibu wa CNN, taarifa ya uamuzi wa kusitishwa kwa misaada hiyo ya Marekani kwenda Ukraine imethibitishwa na ofisa wa ikulu ya White House kuwa umefikiwa jana Jumatatu. Kusitishwa kwa msaada huo ambako kulitokea baada ya Trump kufanya mkutano kadhaa na maofisa wakuu wa usalama wa taifa, ikulu ya White House, kunaweza kuwa na athari mbaya na kuathiri uwezo wa Ukraine kupambana kwenye vita dhidi ya vikosi vya Russia. Kwa mujibu wa ofisa huyo ambaye hakutaka kutajwa jina lake, hali hiyo itaendelea hadi pale Trump atakapoamua kwamba Zelensky ameonyesha dhamira ya kuridhia kufanyika mazungumzo ya amani kati ya pande mbili za mzozo huo. Nanuku, Rais amekuwa wazi kwamba anajali amani. Tunahitaji washirika wetu waonyeshe kujitolea kwa lengo hilo pia. Tunasitisha na kukagua msaada wetu ili kuhakikisha kwamba unachangia suluhisho, ofisa huyo kutoka ikulu ya White House alisema. Baada ya zaidi ya wiki moja ya uhasama wa wazi kati ya Marekani na Zelensky, kusitishwa huko kwa msaada Jumatatu kulikuwa ishara dhahiri ya jinsi uhusiano huo ulivyoharibika tangu Trump alipoingia madarakani mapema Januari 20 mwaka huu. Katika wiki za karibuni, Trump amekuwa akirudia hoja za Rais wa Russia Vladimir Putin, akidai kwamba Ukraine ilianzisha vita hiyo na kumshutumu Zelensky kuwa ni dikteta, lakini uamuzi wake wa kusitisha msaada wa kijeshi ni hatua ambayo inaweza kuwa na athari halisi kwa usawa wa mapambano na kuimarisha zaidi nguvu ya Russia. Kusitishwa huko utahusu vifaa vyote vya kijeshi ambavyo bado havijafika ndani ya ardhi ya Ukraine, maofisa hao walisema, na ni jibu la moja kwa moja kwa kile Trump anachoona kama tabia mbaya za Zelensky alizozionyesha katika ikulu ya Marekani wiki iliyopita. Ukraine huenda ikaweza kuendeleza mapambano yake kwa kasi ya sasa kwa wiki kadhaa, labda hadi mwanzoni mwa majira ya kiangazi kabla ya kusitishwa, huku kuanza kuwa na athari kubwa kwa uamuzi huo kukitajwa kuanza wiki takriban ya 4 ama ya 5 zijazo. Utawala wa Biden ulifanya haraka kusafirisha silaha kwenda nchini Ukraine katika siku zake za mwisho, ukiipatia nchi hiyo silaha za hali ya juu kwa kiwango kikubwa. Ni silaha hizo za kisasa zikiwemo makombora ya masafa marefu ya ATACMS ambazo zimeiwezesha Ukraine kuishambulia ndani kabisa ya ardhi ya Russia, mkakati ambao unaweza kudhoofika iwapo silaha hizo zitakoma kupelekwa nchini Ukraine. Ingawa mataifa ya Ulaya yanaweza kujaza pengo la usafirishaji wa silaha uliokuwa unafanywa na Marekani kwa silaha kama mizinga, yakiwa yameongezeka nguvu na sekta ya ulinzi ya Ukraine inayokuwa kwa kasi, silaha za kisasa zaidi zinazotumiwa na Kyiv zinatokea nchini Marekani. Nanuku, athari zitakuwa kubwa, ningesema ni mbaya sana, alisema Mark Conkiane, mshauri mwandamizi katika kituo cha mafunzo ya kimkakati na kimataifa ambaye anafuatilia kwa karibu mzozo huo. Conkiane alikadiria kuwa Ukraine itaanza kuona athari za kusitishwa kwa msaada huo ndani ya miezi 2 hadi 4, huku msaada kutoka mataifa ya Ulaya ukisaidia Ukraine kuendeleza kupambana kwa sasa. Nanuku, ndio maana hawataanguka ghafla, lakini unapokata usambazaji wako wa nusu kwa nusu angalau ya silaha unazopewa, hatimaye hilo linaonekana mstari wa mbele kwamba athari zitaongezeka. Mstari wao wa mbele utaendelea kulegalega na hatimaye utavunjika, na Ukraine italazimika kukubali makubaliano mabaya ambayo yanaweza kuiangamiza kabisa, alisema ofisa huyo, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, Conkiane alionya kuwa utawala wa Trump una njia zaidi za kusitisha msaada kwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na kusimamisha ushirikiano wa taarifa za kijasusi na mafunzo kwa wanajeshi wa Ukraine. White House ilichukua uamuzi wa kusitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine kwa sasa, huku maofisa wakitafuta Zelensky atambue uharibifu wa uhusiano uliofuata baada ya mabishano ya Ijumaa dhidi ya rais wao Donald Trump. Kwa mujibu wa maofisa kadhaa, Trump na wasaidizi wake wakuu wanataka Zelensky atoe tamko la kukiri hali hiyo, pengine kwa njia ya kuomba radhi hadharani kabla ya kuendelea na makubaliano kuhusu madini adimu ya Ukraine ambayo yalikuwa karibu kufikiwa kabla ya mkutano wa Ijumaa uliosababisha kuvunjika kwa mazungumzo hayo. Uamuzi wa kusitisha msaada uliofanywa baadaye Jumatatu, mtu mmoja alisema, ni sehemu ya mkakati wa shinikizo hilo kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alitoa wito hadharani kwa Zelensky akimtaka kuomba radhi kwa kilichotokea siku ya Ijumaa katika mahojiano na CNN. Kusitishwa huko kunamweka Trump wazi zaidi katika mvutano na washirika wa jadi wa Ulaya na Marekani kama Uingereza na Ufaransa,
ambao walionyesha wazi kumuunga mkono Zelensky katika mkutano wa kilele jijini London siku ya Jumapili. Kuna pengo la uwezo ambalo Ulaya haiwezi kuziba peke yake, ofisa mmoja wa Marekani alieleza CNN. Ofisa mmoja wa Ulaya aliita uamuzi wa utawala wa Trump wa kusitisha msaada wa kijeshi kwa Ukraine kuwa ni wa kipuuzi na usio sahihi kwa wakati huo. Ofisa huyo alisema uamuzi huo utazidisha mara moja hali ya kutoaminiana kwa serikali ya Marekani miongoni mwa washirika wa Ukraine. Pia alitabiri kuwa utasababisha vifo vya raia visivyo vya lazima kwa kuwa Ukraine haitakuwa na uwezo wa kujikinga dhidi ya mashambulizi ya anga ya Russia baada ya kumaliza makombora ya kujilinda. Nimevunjika moyo kupita kiasi, ofisa huyo aliiambia CNN. Mwisho wa kunukuu. Wakati mambo yakienda kombo kwa Ukraine, waziri wa ulinzi wa Marekani Peter Hegseth ameagiza kusitishwa kwa amri ya mtandao ya Marekani, yani US Cyber Command, inayoratibu operesheni za mashambulizi ya kimtandao dhidi ya Russia. Kwa mujibu wa The New York Times, taarifa hiyo imetolewa na maofisa wa sasa na wawili wa zamani waliopewa taarifa kuhusu maagizo hayo. Hatua hiyo inaonekana kuwa sehemu ya juhudi pana za kumvuta Rais Vladimir Putin wa Russia kwenye mazungumzo kuhusu Ukraine na uhusiano wao mpya na taifa la Marekani. Maagizo ya Hegseth, ambayo ni sehemu ya tathmini mpya ya operesheni zote dhidi ya Russia, hayatekelezwa hadharani na hayaelezi ni lipi lengo lake. Hata hivyo, yalitolewa kabla ya Rais Trump kuingia katika mzozo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika ofisi ya Oval iliyoko katika ikulu ya Marekani. Upeo na muda wa agizo hilo la Wizara ya Ulinzi hauko wazi, kwani mpaka sasa kati ya operesheni za mtandao za kushambulia na kujihami mara nyingi huwa hazieleweki na hazijawekwa wazi. Hata hivyo, kudumisha uwezo wa kufikia mitandao mikubwa ya Russia kwa madhumuni ya ujasusi ni muhimu ili kuelewa nia za Putin anapoingia kwenye mazungumzo ya kufuatilia mijadala ndani ya Russia kuhusu masharti watakayosisitiza na yale yanayoweza kulegezwa. Maofisa wa zamani walisema ni jambo la kawaida kwa viongozi wa kiraia kuagiza kusimamishwa kwa operesheni za kijeshi wakati wa mazungumzo nyeti ya kidiplomasia ili kuepuka mvurugano. Hata hivyo, Rais Trump na Hegseth, hatua ya kujiondoa kwenye operesheni za mtandao za kushambulia dhidi ya malengo ya Russia ni hatari kubwa kwa taifa hilo la Marekani. Kimsingi, hatua hiyo inamtegemea Putin kulipiza kwa kupunguza kile ambacho wengi hukitaja kama vita iliyojificha vinavyoendelea dhidi ya Marekani na washirika wake wa jadi barani Ulaya. Mataifa makubwa ya Ulaya yanaendelea kusema kuwa mshikamano kati yao na Ukraine haujapungua hata wakati Trump, ambaye amejaribu kujionyesha kama mpatanishi asiyegemea upande wowote katika jitihada za kumaliza vita vya Ukraine, mara nyingine ameonekana kuunga mkono wazi msimamo huo wa Rais Putin. Maofisa wa Marekani pia wamesema Russia imeendelea kujaribu kupenya katika mitandao ya Marekani, ikiwa ni pamoja na katika wiki za kwanza za utawala wa Trump, lakini hilo ni sehemu tu ya kampeni pana ya Russia. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.